yako, pokea mafanikio yako, pokea ushindi, pokea upenyo, pokea uponyaji, Watatoka wengi. leo pepo wachafu watatoka watu wengi mahali hapa. Aujourd'hui les esprits impurs vont quitter plusieurs parmi vous, Seigneur. Iswali ende. Iswali. Wekeni mikono juu. Wekeni mikono juu. Wekeni mikono juu. Naona malaika wanapita. Kuna watia wawili. Kuna watia wawili. Kuna watia wawili. Baadhi wawili. Watakamatwa hapa sasa. Baadhi wawili. Waya kama chaka. Raka bashike. Lesa. Hiyo pepo iko ndani ya moja wawa na ugonjwa. Iliweka ugonjwa. Ugonjwa. Na mama tabia mulete. Yes. Mulete. Mulete. Mumunyano mulete. Mungu wangu asemaje uongo, mumunyano mulete. Mungu wangu ni macho ya kuona. Mulete. Hawa wote ni wa mapepo. Pastors. We. Kwa msaidie mchungaji pastor. Kamera umsaidie. Kunika macho yako. Mungu ananiambia upande wa huku kuna watu karibia wawili. Mungu yuko anataka kuwafungua lakini shetani amewasimamia. Tena mmoja amesimamiwa na chini na bibi yake. Kunikeni macho. Muone vile Mungu atagusa mmoja wenu. Wewe mumubebe. Mumulete. Mumulete. Mungu wangu waziakiwe ni moto. Mungu wangu ni moto. Mumulete. Wekeni mikono juu. Nini Mungu hapa? Hapa. 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 Wekeni mikono juu. Yule chini hayatoka. Yo pepo hayatoka. Hivi. Bali tena baba. Sikiliza. Wakati tunajua nilisema nianza kufukuza mapepo. Toka! Release! Set fire! Set fire! Set fire! Set fire! Set fire! Set fire! Kabla sijakushika alikwenda haraka, kwenda haraka, kwenda haraka, kwenda haraka, kwenda haraka, kwenda haraka. Oh, vile roho iko nenda, roho ya ndoka iko natembea, kwenda mbio, kwenda mbio, kwenda mbio, kwenda mbio, kwenda mbio, tamba haraka, haraka, haraka. Munaona vile roho iko nenda, yo ile iko nenda, iko nenda, yo ile iko nenda. Ni roho ya ndoka ilitupwa ndani ya mwili wake, iko nenda, ali out. Mungu wazi kuogota wa kwanza huyo, wazi kuogota. Kuna watu watano watatembelewa na nguvu ya Mungu. Fungua roho yako. Wako watu watano. Bwana anawajalia uwezo wake. Bwana anawajalia neema yake. Bwana anazidia kutumika na wao. Na roho wa Mungu atashuka juu yenu. Mtapokea hiyo nguvu. Kama umeme wa moto wa pili ya ule. Wako watano. Bwana anazidia kutumika na watatu ya ule. Waine ya ule. Watano ya ule. Bwana amesimia kutumika na nini? Uwezo wa Mungu uko katikati ya ukumbi. Asema mahali walipokuwa palitikisika. Uniletea watu wote watano hapa mbele. Mwanya. Weke chini. Weke chini. Wakama shakaka. Mumulete, mumulete hapa.
Angalia mlete hapo. Mlete sema tokano. Huyo ni kufunguliwa kwake. Huyo mnayekuja naye amefunguliwa. Kuna roho ambayo ilikuwa inamfuatilia huyu binti sehemu yake ambayo anaisomea. Hiyo roho ilikuwa inapingana na roho ya Mungu iko ndani. Mwamusha. Metabu. Kwa kilwana anje. Kenda kwa anje mboko. Ibintu itamba kwa anje bitu. Metabu. Shikaya mikono yangu kwa mikono yako miwili. Le Dieu de Samuel Mama. Murudisha sema kiti chake. Kwa jina la Yesu nami ninaomba na kushukuru. Amen. Naweza kukaa. Baba wa mbinguni Baba. Mkono wako roho yake inatikisika ndani. Mtu asiyetaka kutendewa mema ni mtu anayetaka kukaa siku zote nyuma ya wengine. Lakini mimi sijacha wiki hii kutumika na watu wanaopenda kukaa kwenye migongo ya watu. Nataka nitumike na watu ambao watakuwa mbele, wengine wako nyuma. Kama unazoea kukaa nyuma ya watu ili watu wakusaidie, naondoa hiyo roho katika jina la Yesu. Ninapanda roho ya kuinuliwa. Maana leo ni siku ya kuinuliwa kwako, ni siku ya kuonekana. Hata kama walikuwa wamekuficha, leo utaonekana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Jésus venu vous annoncer, vous qui marchez dans les ténèbres, il y a une lumière qui va éclairer votre vie. À partir d'aujourd'hui, laissez que la lumière puisse éliminer ta vie. Marche sur la conduite.
Walikuwa wanakuweka chini siku zote. Leo niko nahubiri roho wa kuweka watu juu. Watake hata wewe mwenyewe upende, usipopenda niko ninakuja kukuingiza kwa uwezo na mamlaka na nguvu ya uwezo wa Mungu. Yeye aliyekuwa anakuweka chini ajue kuna roho imekuja ili na wewe uonekane kama wengine walivyokuwa wanaonekana, na wewe utaonekana. Biblia inasema siku hiyo mahala walipokuwa, maana ilikuwa ni ahadi, waliahidiwa kupokea Roho Mtakatifu. Yule Roho Mtakatifu anaitwa ni msaidizi. Mtu mmoja asema wewe, Roho Mtakatifu ni msaidizi. Na kama ni msaidizi, mtu anayekusaidia, ina maana hata kwenye nyumba yako ukiwa na msaidizi, ina maana wewe unamwambia nataka unifanyie hiki na yeye anafanya. Roho Mtakatifu utakayempokea atakusaidia katika mambo yako mengi, katika mambo yaliyokwama. Nataka nikuambie yale yote yalikuwa hayaende vizuri yanakwenda kubadilishwa. Utakuwa unatembea na watu wanasema huyu ndiye ama si, lakini ni wewe, kwa sababu Roho wa Mungu yuko juu yako. Leo ni roho wa kuinuliwa, roho wa kuonekana, ili uonekane na watu ambao walikuwa hawakuone watakuona na watashuhudia kwamba ni yeye ndiye anayestahili, au wote hawastahili. Wewe ndiye unayestahili na lazima hii itatendeka. Haleluya. Dunia ilipoumbwa, asema ilikuwa ukiwa. Japokuwa ilikuwa ukiwa, lakini Roho wa Mungu alikuwepo, naye aliketi juu ya vilindi vya maji, alitanda. Sema amen. Kwa nini Roho tu awepo? Ni kwa sababu kupitia ile Roho ndiko kulitokea kila kitu kiumbwe. Mtu mmoja asema amen. Roho ana uwezo wa kukuumbia kitu ndani ya maisha yako. Kanisa lile ambalo ni kanisa la mwanzo, au watu walikuwa kitu kimoja. Nataka nikwambie leo ujue ni kwamba siku ya Ijumaa niliwaambia nilikuwa naenda, sitarudia tena maana atakuwa mfupi sana. Nimezungumza wiki nzima na nimefundisha sana, na niliwaambia watu jinsi Roho anavyoweza kumpatia mtu hata ujuzi wa ili unalolifanya hautafanikiwa nalo. Fanya hili ili ufanikiwe, na unasikia Roho yako inakusukuma na unalifanya na unafanikiwa. Huyo ni Roho wa Mungu ambaye anayeketi ndani. Na niliwapatia watu maandiko, na nikawaambia watu kuwa usitamani karama iliyo ndani ya mtu mwingine, kwa sababu na wewe una karama yako, una zawadi yako ambayo Mungu anayokupa wewe ili sisi sote tufaidiane. Mungu anaweza kukupatia wewe ni kipato kikubwa ili uweze kulibariki kitu kanisa. Mungu anaweza unapofanya
Biblia inasema pesa avec liberalité. Muifanye kwa ukarimu. Pesa wewe fanya hiyo. Wewe tenda hiyo kwa ukarimu. Amen, amen. Ina maana anamgawia kila mtu. Roho hawezi kutupatia sisi sote kama tulivyojaa hapa. Hawezi kutupatia sisi sote kitu cha pamoja. Kila mmoja wetu Roho anampatia kilicho cha kwake. Na kama anakupatia kilicho cha kwako, ni ili cha kwako wewe na cha kwangu mimi yote vikiungana pamoja, tunajenga mwili mmoja, kwa sababu wote walikuwa kitu hiki kimoja. Amen, amen. Unapoingia kanisani, unahitaji Roho wa Mungu akupatie kile kilicho cha kwako ambacho kitafanya na wewe ufanike faida ndani ya kanisa. Anaweza kukupa ni maarifa tu, yani anaweza kukupatia ni hekima tu, uwe mtu wa kushauri wengine tu ndani ya kanisa. Roho anakupatia wewe, kazi yako ni kushauri tu, na unaposhauri watu wanakusikia. Roho anamgawia kila mtu. Wengine nao ni kusema kwa lugha, wengine nao ni ndoto tu. Amen, amen. Lakini Roho ni yule yule moja, anayemgawia kila mtu kwa sehemu yake. Na ndio kwa maana hatuwezi kutamani karama ya mtu wa aina yoyote ile. Mimi nina ya kwangu na wewe una ya kwako. Kwa hiyo kila mmoja atafaidi kwa mwenzake. Kumwambia aliye pembeni yako, sitahitaji karama yako, wala sina nayo lazima, wala sihitaji. Niko na ya kwangu, nitakaotembea nayo, nitakayoishi nayo, na hiyo itanisaidia, nitadumu nayo. Aliye na ya kwake nasema aliye na karama ya kwake nasema haleluya. Mwimbaji mmoja anaitwa Eme anasema nilichopewa ni changu. Changu ni changu, chako ni cha kwako. Amen, amen. Yes. Kwa hiyo kama wewe umepewa, mimi nitafurahi. Mimi nasema tuko pamoja. Hiki cha kwake kitanisaidia na mimi. Kwa hiyo usijae wivu. Kama unaona mwenzio amepewa labda karama ya unabii, wewe furahi, unasema nitakwenda kumuona ataniambia. Mwenzako akipewa miujiza, sema nimefurahi kwa sababu itatendeka ndani ya kanisa. Mwenzio akipewa kunena kwa lugha, wewe furahi kwa sababu mimi nitapewa kutafsiri hiyo lugha. Sema amen. Na ndio kwa mahala walipokuwa walitikisika. Someni Matendo ya Mitume ili watu wajue siku ya Pentecost, na kisha ninaruka na kwenda kukuambia roho utakayopokea leo. Sura yake ya pili, tuanzie mstari ule wa pili tuisha hata 19, sio mbaya. Acte 2, à 19. Celui d'avant un petit et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Unaweza kuanzia moja ili watu wajue. Le jour de la Pentecôte. Siku ya nini? Siku ya nini? Siku ya Pentekoste ni siku ya 50. Amen, amen. Siku ya Pentekoste ni siku ya 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku ya 50 kuanzia siku ambayo ya Pasaka. Unaanza kuhesabu kuanzia siku ya Pasaka mpaka leo. Unaweza kuhesabu, utakuta ni siku ngapi? 50. Na ndio kwa maana inaitwa Pentecost. Mtu mmoja aseme amen.
ilikuwa inasherekewa ni kwa Wakristo. Amen, amen. Ni kwetu sisi ambao tuliokombolewa na Kristo. Lakini kwa wale ambao waliokuwa wakati wa Musa, kwao hiyo Pentekoste walikuwa wanaisherekea ni kama vile ni siku ambayo walipokea amri ile ya Musa. Amen, amen. Ina maana walikuwa wanaitii na walikuwa wanafanikiwa. Wakati walikuwa wanaikataa kuitii, walikuwa wanaangukia mikononi mwa adui zao. Mtu mmoja asema amen. Kwa hiyo ni vitu hivyo viwili. Sasa hapa leo sisi tunazungumzia Pentekoste, siku ya 50. Twende. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient tous ensemble. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Pathès, Médès et Lamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et polélites, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans les langues des merveilles de Dieu? Oh, le Saint-Esprit amène la confusion. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Et des miracles en bas sur la terre. Et des miracles en bas sur la terre. Quelqu'un me dit amen. Du sang, Inatosha. et une vapeur de fumée. Amen. Tuendelee sauti kwa sawa. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Mwambie jirani yako ilipotimia. Mwambie leo imetimia. Mwambie leo imetimia. Mwambie jirani yangu leo imetimia. Yes. Walikuwako huko mahali pamoja. Walikuwako huko
yako, nataka leo sisi sote tuko kwenye mawazo mmoja. Umwambie mawazo yako yawe hapa. Umwambie mawazo yako yawe hapa. Hata kama kuna kitu kinakuzuru, weka mawazo yako hapa. Hata kama kuna kitu kinakuuzi, weka mawazo yako hapa. Sema amen. Ukaja ghafula toka mbinguni. Kukawa ghafula toka mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo. Ndio. Na nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote. Waliokuwemo wameketi. Ukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Ukatokea ndimi kama ndimi za nini? Za moto. Mwambie jirani yako, leo kwenye ulimi wangu kuna moto. Yes. Uliowakalia kila mmoja wao. Asema ulikalia kila mmoja wao. Ina maana hakuna mtu ambaye hakutembelewa siku hiyo. Mtu mmoja asema amen. Mpaka wale ambao kama moyo wako ni mgumu hautatembelewa. Kama moyo wako uko tayari kutembelewa, utatembelewa. Haleluya. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Watu wangapi wasikie Kiswahili? Wangapi wasikie Kiswahili? Hawasikie. Wasiosikia Kiswahili ninapozungumza. Na Roho Mtakatifu. Ndio. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Na walikuwako Yerusalemu. Wayahudi wakikaa. Watu wataua. Ndio. Watu wa kila taifa chini ya mbingu. Haleluya. Basi sauti hii iliposikiwa, ndio makutano walikutanika, wakasikiwa na kufadhaa. Kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakusema kwa kila lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya, sio watu wa Galilaya. Amen, amen. Asema wakati ule Roho Mtakatifu aliposhuka, au watu walizungumza lugha ambayo sio ya kwao. Amen, amen. Pendant que ces temps étaient assemblés, les gens parlaient des langues qui n'étaient pas les leurs. Amen. Amen. Asema wote walikuwa sio watu wa Galilaya. Ils n'étaient pas des Galiléens. Walitoka miji ya kuachana-achana. C'était des pays différents. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Hao watu lakini wote walikuwa sehemu moja. Mais tous étaient ensemble en un seul endroit. Haleluya. Amen. Walikuwa wanaume, il y avait des na hommes walikuwa wanawake. et il y avait aussi des femmes. Ina maana Roho Mtakatifu Cela veut dire que hachague mwanaume au mwanamke. il ne choisit ni homme ni femme. Roho Mtakatifu hachague mtoto au mtu mzima. Le Saint-Esprit ne choisit pas les petits ou les âgés. Anamshukia mtu yeyote ambaye anayemtaka na Celui qui anamshukia. veut être rempli. Sema amen. Amen. Leo hata mabinti watajazwa. Leo hata wavulana watajazwa. Les jeunes hommes Leo utajazwa na uwezo kutoka seront remplis mbinguni. de la puissance Na ule de uwezo Dieu. utawasindikiza. Et cet esprit va vous accompagner. Twende. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu? Hawa watu wakaanza kujiuliza, Et ils se sont posé les questions. imekuwaje Comment se fait-il hawa watu que ces gens wanaongea parlent lugha yetu? notre langue? Acha nikwambie, Roho Mtakatifu ni Roho wa kuchanganya, ni Roho anayevuruga, ni Roho anayefanya vitu ambavyo visivyokuwepo vinatokea na watu wanaanza kushangaza. Acha nikutamkie leo, Roho kushukie, washangaze watu wanaokuzunguka. Roho kushukie, washangaze watu. Haleluya. Amen. Roho
akishuka juu ya mtu Si le Saint-Esprit, lazima alete mshangao. il doit y avoir Watu un wakuta événement. mshangae, Les gens vont s'étonner. watu watashangaa Les gens vont kwa s'étonner. sababu Parce que atakupatia il va te donner kitu ambacho hakikuwepo kimetokea. Sasa wale ces gens-là, ambao ces gens-là, ni wageni kwako, ils sont des visiteurs, ni wageni kwako, ils sont étrangers. hata wale waliokuwa na kuona Qui te voyaient, wanakujua, wanakutambua, lakini watakapoona kwako umekuwa kitu kingine, asema walipigwa na butwa. Na mimi ninasema ashuke kwako, awashangaze watu, ashuke kwako, awashangaze watu waliokujua, waliokuona, washangae kwamba leo nini kimetokea. qu'est-ce qui se passe? Mwambie jirani yako kuna kitu kitatokea Si à ton voisin, il y a quelque chose qui va se passer kwangu mimi. dans ma vie. Twende. Walpati, Wamedi nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya Ndio. karibu na Kirene na wageni wakao Rumi, Amen. Wayahudi na waongofu, Ndio. Wakrete na Waarabu. Haya ni makabila ya watu waliotoka manchi tofauti tofauti. On est en train de nous Amen, amen. Na hao watu walijikuta wako Yerusalemu Ils se huko. sont retrouvés à Na Jérusalem. wao wote, kuna wale walitoka huko Misri, walitoka kwenye miji ya kwa chana na wengine karibu na huko Libya ambao kuna mavurugu, na wengine Warabuni huko. Amen, amen. Lakini walipojikuta siku hiyo ya Pentekoste, hawa watu waliwashangaza watu wa mji ule, Les gens de la ville, kwa sababu walianza kuzungumza lugha zao. parce qu'ils parlaient leur langue. Twende. Tunawasikia watu hawa wakisema kwa lugha zetu Ndiyo. matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka. Wakashangaa Ils étaient étonnés. wote, wakaingiwa na shaka. Umwambie jirani yako utashangaa. Tu vas être étonné. Umwambie Et ton utashangaa. voisin, tu vas t'étonner. Utashangaa Tu seras kwa étonné. sababu kuna kitu Il y a quelque chose kitakachotokea kwangu qui va surgir en moi. kitakufanya ushangae na utapigwa butwa, lakini tayari kitakuwa kimekwisha tokea. Wakaambiana maana yake nini mambo haya? Wakaanza kujiuliza, Ils ont commencé à se poser des questions. hii ni kitu gani kiko kinapitika hapa? Qu'est-ce qui se passe en ces lieux? Wengine walitiaki wakisema Sasa wengine walianza kuziaki na kuanza kusema, Et à d'autres, ils se wamelewa sont kwa moqués. mvinyo mpya, nasema wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini unaona Roho Mtakatifu anawachanganyanga watu. Et vous voyez comment est-ce que le Saint-Esprit confond Roho les gens. Mtakatifu ni wa kuchanganya mambo. Il est celui qui confond les choses. Nasema wanaanza kusema labda wamelewa. Ils ont dit peut-être qu'ils sont pleins de vin, ils sont Leo ivres. kuna watu watashangaa kwa sababu ukitoka hapa ile furaha utatoka nayo ikawafanya watu wengine wa kushangaa. Wataanza kujiuliza, hivi huyu mtu yuko roho au hayuko roho? Acha nikwambie, kumbe tuna akili timamu. Watashangaa kwa sababu pasipo kitu patakuwa kitu, hapakuwa kitu patatokea, hapakuwa na kitu patatokea kitu. Quelque chose qui va se créer. lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake, Akasema nini? akawaambia, enyi watu wa Uyahudi, Enyi watu wa Uyahudi. Vous, hommes juifs, Leo sisi tutawaambia enyi watu wa mataifa, vous, hommes des nations, enyi watu wa parole païen.
enyi watu wa mataifa, Vous les païens, musishangae, ne soyez pas étonnés. Roho mwenyewe L'esprit ndio lui-même, ametenda haya. celui qui a fait Maana ça, huyu Roho parce que cet esprit, kuanzia Jumatano depuis le mercredi, nilisema j'ai dit, atawatendea watu mema. Lazima haya mema yatokee. Leo ndio niko nahitimisha wale ambao walikuwa wanateseka. Nasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mateso yatatoka kwenu. Wale walikuwa wanaumwa na watamkia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, magonjwa yatatoka kwenu. Wale wote walikuwa naishi umaskini utaondoka kwenu. Sema Roho akutendee mema. que l'esprit de Dieu te fasse du bien. Haleluya. Amen. Kwa sababu tu ulikosa katikati, C'est parce so que tu pale es niliweza dans le kupambanua là où jinsi j'étais Roho la façon eko na wapatia watu hata utajiri. La façon dont l'Esprit de Dieu enrichit les gens. Amen, amen. Amen. Mungu anasema nimemupatia La Bible dit, je Roho wa vous ai donné kufua dhahabu. l'Esprit qui donne l'eau. Kumbe atakuanzisha biashara, Roho Mtakatifu anamupatia mtu moyo wa kuanzisha kitu, na akianzisha kinafanikiwa. Le Saint-Esprit donne à l'homme la capacité de commencer quelque chose et cela réussit. Quelqu'un me dit amen? Amen. Tout le monde dit amen. Amen. Twende. Na nyinyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili. Aha. Mkasikilize maneno yangu. Ndio. Sivyo mnavyodhani. Yes. Watu hawa hawakulewa. Lakini Kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. alisema nini? Itakuwa siku za mwisho. Mungu asema. Mungu asema nini? Nitawagawia watu wote. Nitawagawia watu wote Roho yangu. Roho wangu. Je répandrai mon esprit sur toutes les Twende. Na wana wenu na binti zenu watatabiri. Mtu mmoja anasikia hapo? Est-ce que quelqu'un a compris? Inasema nini? Est-ce que la Bible dit? Na wana wenu na binti zenu. Subiri, mimi naongea na makutano osha maliza. Je parle à l'assemblée. Amesema nini mzee? A-t-il dit? Vos fils et vos filles prophétiseront. Sasa ukiona kama binti anakutabiria ni muujiza huo. Est-ce Ni un kitu cha miracle? kushangaza. Voir une fille Sasa prophétiser. utaona mtu mwingine anaanza kushangaa. Mais tu verras une autre personne étonnée. Huyu na yeye. Celle-ci aussi. Amen, amen. Amen. Roho L'esprit, anagawa yeye mwenyewe. c'est lui-même qui donne. Haangalie umri mpaka mtu awe mzee. Il ne regarde Dieu pas a les empathie. choses. Soit Hapana. vieux ou pas. Non. Amen, amen. Amen. Hapana. Non, on ne considère pas l'âge. Roho haangalie umri. On ne regarde pas l'âge. Roho yeye anagawa anavyotaka Il yeye. donne selon son propre vouloir. Umwambie aliye pembeni yako, Roho atanipatia kitu kizuri. L'Esprit de Dieu va me donner une bonne chose. Katika huduma hii Roho atanipa kitu Dans la kizuri. miséricorde, Dieu va me donner une bonne Katika chose. huduma hii Dans ce ministère, Mungu Dieu yeye mwenyewe lui-même, atatuma Roho wake. il va envoyer Tena son sio esprit. kesho, Ce n'est pas ni demain, leo. c'est Leo aujourd'hui. siku ya mwisho atatuma, nitapokea na hicho kitu. Et cette chose, Kanisa litafaidi kwa karama yangu, kwa kipaji changu, kwa zawadi ambayo Mungu atakaonipa. Pokea karama ya Bwana. Twende. Na vijana wenu wataona maono. Na wazee wenu wataota ndoto. Akumbi wazee ni wakuota ndoto. les vieux, ils sont faits pour les rêves. Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo hata vijana pia mnaota ndoto Mais à cause de zinatokea. Jésus-Christ, les jeunes gens Huyo ndio Roho sont Mtakatifu. Sema le amen. Saint-Esprit dit Amen. Twende. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake
atamwaga, ina maana atamimina. Cela veut dire qu'il va déverser, il va répandre son esprit. Asa nitamwagia. Il a dit, je vais déverser. Ina nani hao? Watumishi wangu Sur mes wanaume serviteurs. na wanawake. Hapana, nitawamwagia watumishi wangu wanawake tu. Seulement sur les femmes. Wanaume na wanawake. Hapana, No. nitamwagia watumishi wangu wanaume tu. Juste sur les hommes. Watumishi Mtu mmoja akataenda kusema hapana. Sema hapana. Sema hapana. Akamimina kwangu na kwa yule na kwa huyo. Pokea. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, pokea. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, pokea. Haleluya. Maliza mzee haraka. roho yangu nao watatabiri, nami nitatoa ajabu katika mbingu juu. Asema na mimi sasa nitatoa maajabu katika mbingu juu. Ina maana maajabu haitoke chini, inatoka ni wapi? Les prodiges viennent du ciel, ça ne vient pas de la terre. Ndio ile ambao niko na washangaa watu wanaotaka sifa ya chini ya jua. Je m'étonne de ces gens-là qui veulent la gloire de ce monde. Ngoja nikwambie, Laisse-moi te dire, ukiwa leo yawezekana kesho nawe kawa mchungaji, peut-être demain tu kesho seras kuta pasteur. ukawa labda sijue mtumishi wa aina gani. Peut-être je ne sais pas quel genre de ministère tu as reçu. Usitamani muujiza wowote unaotoka kwa mganga wa kienyeji, Ne faut pas envier des prodiges qui viennent des féticheurs. wala usitamani mafanikio yanayotoka kwa mganga wa aina yote. Ou bien n'envie pas la bénédiction qui vient des féticheurs. Mtu mmoja asema amen. Que quelqu'un dise Amen. Unataka nikwambie? Laisse-moi te dire. Unataka usome? Mais tu voudrais Soma lire. Matendo ya Mitume. Lis dans Actes. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Acte 8. Mtuanze mstari wa 5. Acte 8, le verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Twende haraka msaidiane. Matendo ya Mitume sura ya 8 na mstari wa 5 nasoma. Amen. Filipo akatelemka akaingia mji wa Samaria, Aha. akawahubiri Kristo, na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale. Filipo akahubiri nani? Kristo, Filipo akahubiri nani? Kristo. Mwambie unayehubiriwa hapa ni Kristo. Philippe enseignait Christ. Alors je te dis, ici enseignant, on prêche Christ. Umwambie jirani yako Ndiye hapa tongoza. anayehubiriwa ni Kristo. Dis à ton voisin, on est en train de prêcher Christ en ces lieux. Kristo wa Nazareti. Jésus-Christ de Nazareth. Twende. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Asema makutano kwa nia hii Moja. La Bible dit l'assemblée ayant uni dans une même pensée. twende. Na kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Sawa. Waliposikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, Ndio. kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi. Leo pepo wachafu watatoka watu wengi mahali hapa. Aujourd'hui les esprits impurs vont quitter plusieurs parmi vous en ces lieux. Wakawatoka wengi waliopagawa nao, Ndio. wakilia kwa sauti kuu, Wanapiga kelele kwa sauti kubwa. Et ils ont poussé des grands cris. na watu wengi waliopoza na viwete Viwete wakaponywa. Paralytique était guéri. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. kumbe Mungu akikutendea kitu kizuri watu wanafurahi. Si Dieu fait quelque chose de bon dans ta vie, donc les gens se réjouissent. Amen, amen. Amen. Mwambie jirani yako Mungu akikutendea kitu kizuri hapa utanuna. Si Dieu fait quelque chose, demande à ton voisin. Si Dieu fait quelque chose de bon dans ta vie, vas-tu te fâcher? Utanuna. Vas-tu te fâcher? Umuulize mwambie Mungu akikutendea kitu kizuri hapa utanuna. Si Dieu agit en ta faveur, est-ce que tu vas te fâcher? Hata tu Mungu akikuponya hapo utanuna. Si Dieu te guérit, vas-tu Hata tu te sasa fâcher? hivi Mungu akikufungua ulikuwa haulali Si anakufungua Dieu mapepo na te délivre kelele. maintenant, tu ne dormais pas et maintenant tu commences à dormir, est-ce que tu vas te fâcher? Kuna watu wamoja mahali hapa Il y a des gens qui ne dorment pas.
No. Ils ne dormaient pas. Watu wamoja ni wawili. Il y a deux personnes. Ni dada na mdogo yake. Il y a une soeur et sa petite soeur. Watumbo moja. De la même famille. Walikuwa wakilala kwenye kitanda. S'ils dorment sur le lit, wanakuja kuwachukua wanawalalisha chini. on les prenait, on les mettait par terre. Kitanda cha kwao. Leur propre lit. Wakistuka wanajikuta wako chini. Au milieu de la nuit, se Wanarudia réveillent. tena wanalala kwenye Ils kitanda. remontent sur le lit. Bale tu usingizi unaanza wanawachukua wale chini. En plein sommeil, par terre. Waliteseka miaka nyingi. Et cela a duré pendant des années. Miaka nyingi. Beaucoup d'années. Siku nilikutana nao. Et le jour où je les ai rencontrés, Nikawapokea. je les ai reçus. Wakaniambia, Et elles m'ont dit cela. baba si tunateseka. Papa, on souffre. Hatulale kwenye kitanda chetu. On ne dort pas sur nos lits. Nikilala tukitandane tukilala sababu walikuwa wote chumba kimoja. C'était toutes dans la même chambre. Wametokea ni maeneo ya Moshi. Elles viennent de Moshi. Kwa hiyo nikawaambia, Je leur ai dit, kwa nini? pourquoi? Wanasema hata sisi wenyewe hatuelewi. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Kasema okay sawa. Je dis ça va. Basi leo Aujourd'hui, itajulikana on va savoir au wanaowachukua que les gens qui au vont ni Mungu aliyeumba vitu vyote. ou si c'est Dieu qui a créé Kama toutes hicho les choses. kitanda ni cha kwenu Si ce lit-là vous na hiyo appartient, godoro ni ya kwenu, et ce matelas vous appartient, kuanzia leo à dater utaenda d'aujourd'hui, kuilalia. vous allez dormir dessus. Naomba pigeni magoti. Et agenouillez-vous. Wakapiga magoti. Elles se sont mises à genoux. Nikawaombea. J'ai prié pour elles. Nguvu ya Mungu ikashuka juu La yao. puissance de Dieu s'est Wakaanguka huyu huko Elles sont huyu. tombées l'une de l'autre côté et l'autre. Hiyo nguvu ikatoka Et la kwao. puissance de ténèbres les a Wakarudia. quittées. Elles sont rentrées. Nikamwambia ibada inayofuata moja mniambie. Et le prochain culte venait me donner le rapport. Walipokuja Lorsqu'elles sont na venues, watu wote wanaongea, je l'ai vu en wako parlant. wanacheka cheka. Elles souriaient, Wanasema, toutes souriantes. baba, Père, kuanzia siku à hiyo dater de ce jour, tulilala mpaka nimepitiliza et nous nous sommes na muda endormis. wenyewe wa kuamuka. Même à la se réveiller. Huyo ndiye Mungu. C'est ce Dieu-là dont nous avons besoin dans Calvary. Que quelqu'un dise Amen. Na kuanzia wakati huu, Et c'est à dater de ce kuanzia wakati moment, huu à dater de ce moment, ni kuanzia mwaka 2008 depuis 2008 mpaka leo jusqu'à aujourd'hui, wanalala kwenye vitanda, elles dorment wameolewa, wamezana watoto. Ule ufungulivu wao uliwapatia baraka, imewapa na watoto pia. Na wakati ninapoangalia ninasema huyu ndiye Mungu, sio mwanadamu anayeweza kutenda mambo kama agir ainsi. hata wewe. Même toi, Leo Mungu aujourd'hui Dieu va atakutendea. agir dans ta vie. Alafu Dis ton nom et attribue. asema mimi Dis-moi, nitamshangaza mchawi, je vais étonner awe wa ukoo wangu, il n'est pas dans ma tribu, awe jirani yangu, pas mon voisin. nitamshangaza kwa sababu ninaye Kristo. Aliye na Kristo ni Mungu anayeshangaza. Sikiliza mambo yanavyoenda. Écoute comment les choses se Fuatiliza. wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi Endelea. uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu Ndio. na jina lake Yesu Kristo, Ndio. wakabatizwa wanaume kwa wanawake. Sawa. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa. Kumbe na mchawi mwenyewe atakuja. Kama hapa katikati kuna mtu alikuwa anaenda kwa wachawi, nataka nikwambie wako wanakuja wenyewe, watajisalimisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Leo niko nakwambia Mungu atapoteza vitu vile ambavyo unavyovificha na vile ambavyo waliweka vitapotea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Vitu vya samani anaanza kupewa. Acha nikwambie utapewa vitu vya samani. On va te donner Bila hata kuviomba utapewa. on demandait les choses. Bila hata kuomba na kutangazia utapewa. Bila hata kuomba utapewa. Wale watakupatia ni watu wa mataifa. Nataka nikwambie, pokea, usikatae.
Lakini Mais Daniel, yeye aliangalia, lui, il a regardé. anasema huyu anataka kununua Il a dit, celui Roho wa qui Mungu va acheter l'esprit kwa de Dieu kunipatia vitu. en me donnant des choses. Amen, amen. Amen. Twende. Na utakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Kisha na cheo akampandisha. Et lui donne aussi la Hata royauté. nikwambie, ninapomaliza nini, mlikuwa mnataka kupandishwa vyeo na watangazia, mnakwenda kupandishwa. Vous allez recevoir votre Itatokea. Cela va arriver. La promotion arrive. Vitu vyako Des choses haviwezi kunibabaisha wala kuridhisha, kwa sababu Roho wa Mungu eko ndani yangu, anaishi. Utanitafuta hata kwa gharama kubwa. Wewe ni dhahabu iliyotupwa, watu wanaikanyaga, watu hawaione, watu wanaizarau, lakini siku moja kwenye mambo magumu hiyo dhahabu itatafutwa. on te cherchera. On te cherchera. Leo nibariki. Mungu akukumbuke. Asema, Il a dit, Daniel ndani yake, à Daniel en lui, hakuwa na ufalme, il n'avait pas la royauté. lakini ndani yake, En lui, mzee, ndani yako en toi, Mungu tu roho, ule roho wafalme wanamtamani. Mama, ndani yako Mungu roho wafalme wanamtamani. Dada, ndani yako Mungu roho wafalme wanamtamani. Mzee, ndani yako Mungu roho watu Mwambie mtani tafuta. Mwambie mtani tafuta. Asema mfalme akasema hivi, nimesikia habari yako, kwa kuwa wewe uko na Roho wa Mungu na unao uwezo wa kutambanua, yaani kupambanua mambo ambayo ni magumu. Mungu wetu sio wa mambo mepesi, Notre Dieu n'est pas un Dieu ni de wa choses vitu viko complicated ndio yule Il est Mungu un wetu. Dieu des choses. Nataka nimwambie mtu moja, mambo yote yale yalikuwa na kuchanganya leo, kwa sababu Roho wa juu eko juu yako, atakwenda kubadilisha. Mungu akubariki. Mungu apigane vita vyako. Twende. Na sababu zako mpe mtu mwingine, lakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Amen, amen. Amen. Asema kapa kapale, niko naombea hiyo. Weka mikono yako juu. Abaku kukimba leza wa Samuel, leza wa Samuel, leza wa Samuel, jalelo, 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 leza wa mutino. Raka baba 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 baba, leza wa kuboko kwa bukomo. Quel esprit de Dieu que je sais. Milango ifunguke. Pokea, 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 pokea. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wangu akuone. Pokea upendo.
Sema Danieli. On a dit Daniel. Wa kupambanua. Celui qui interprète. Anapambanua. Il interprète. Mambo. Les choses. Mambo. Les choses. Mambo gani? Quel genre de choses? Mambo gani? Quel genre de choses? Ukojua mambo gani? Quel genre de choses? Mambo gani? Quel genre de choses? Mungu akukumbuke utapokea kabla mwaka hujaisha. Wa kupambanua mambo gani? Interpréter quel Sema genre de choses? amen. Amen. Sema amen. Dis amen. Sema amen. Dis amen. Sema amen. Dis amen. Mambo magumu. Les choses difficiles. Sio yale mepesi ya kutafuta shilingi 10,000, 5,000, Les choses, 20,000. non pas des choses faciles, 10 Ni 000, 20 000. Mungu ule wa mambo Il magumu. est le Dieu des choses difficiles. Amen. Amen. C'est amen. Amen. Mungu wa kupambanua mambo Le Dieu qui magumu. interprète des choses difficiles. Leo nataka nigawe roho ambaye atakaye tatua mambo magumu. Juu ya wana wa watu, simama. Choses difficiles. Tiens-toi Mungu debout. akubariki Reverend. Kumiliki. Pokea. Muleta hapa. Ye. Take it. Hiyo roho ya panga itakwenda. Mshangilie Mungu. Weka mkono wako juu. Roho pokee. Roho. Mwanze kuogota watu. Raka. Sheke. Watu wataguswa kama umeme wa moto. Mwogote watu. Wale wote walikuwa na hasira na roho iko inashuka. Iko inaondoa hiyo roho. Roho basheke baba. Take it. Mwenye umulete. Nikifundisha watu hawa walipoteza hiyo karama. Bwana analeta urejesho kwenu. Pokeni. Mwogote mwalete. Wale watu walipoteza karama zao za ndoto za kuona vitu vinatoka. Yes. Roho eko nenda na search. Eko napita. Malaika moja anapita huko nyuma huko. Yeule. Take it. Umogote. Mwogote watu mwalete. Ye. Ule mtu. Mungu kamate kwa nguvu mshirikiane. Eko na chini mwa mbaya. Tena kutoka kwenye choo. Ni chini mbaya. Mwogote na huyo mlete. Mshirikiane. Hawa ni mapepo, naanza kufukuza ni mapepo. Niliwaambia muone kitakachotokea. Ni sali kwa fukuza mumpeleke kule mbio. Baba! Chini makata. Out. Mumweke kule mbali. Mfunge wanawake wapi? Umfunge. Hiyo chini mbaya. Weka mikono juu. Usishangae.